Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana kuhusiana na yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kuweza kutokea kwenye kikosi chao. Pengine sasa ndio unaanza kuwaelea wananchi Young Africans ni kitu gani ambacho wanachokifanya msimu huu. Si tu usajili, bali ni kuonyesha pia kiburi, jeuri ya fedha ambayo wako nayo. Ni namna gani ambavyo wanatumia kiasi kikubwa cha fedha kutengeneza klabu yao kuelekea msimu mpya. Wana kila sababu ya kuweza kufanya vizuri kunako msimu ujao, kwani mahitaji ambao mwalimu anahitaji basi wanakwenda kuyatimiza. Sasa klabu ya soka Young Africans inaelezwa kwamba wamefanya ukatili mzito kweli katika kile ambacho kimeweza kutokea, na inaelezwa kwamba mambo yalivyokuwa mpaka yalivyoisha. Nazungumzia kuhusiana na dili la Selemani Mwalimu kutoka pale klabu ya Simba kurudi Wydad, na mwisho wa siku kuja kutambulisha kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kumbuka kwamba mchezaji huyu alitambulishwa mbele ya umati wa Watanzania, zaidi ya watu milioni 60 walishuhudia tukio hilo siku hiyo. Walikuwa wanaangalia kwenye runinga, walikuwa wanaangalia uwanjani, walishuhudia Selemani Mwalimu akikiri kwamba yeye na Simba ni damdam, yeye na Simba wako pamoja 2026-27 katika msimu unaofuata watakuwa pamoja wakiweza kulitumikia jeshi la wekundu Msimbazi Simba. Lakini kilichokuja kutokea, anaitwa Engineer Perez, moja kati ya watu wakatili sana katika soka la Tanzania katika upande wa usajili. Jamaa ni kama vile unaweza kusema ana mdomo ambao akikueleza jambo ni ngumu sana kuchomoa. Inaonekana wachezaji wengi wanakumbana na sakata hilo wanapokutana na Engineer RC Saidi. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho amekifunguka Selemani Mwalimu baada ya kutua kwake kwenye kikosi cha Young Africans. Ameweza kuzungumzia kilichofanya mpaka yeye kuweza kutua kwenye kikosi cha mabingwa hawa wa ligi msimu uliopita, mabingwa watetezi katika taji linalofuata. Sasa mimi nimekusogezea taarifa hiyo, la kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hilo usiendelee kupitwa na taarifa zetu. Cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club wamekutana na kitu kizito sana mbele ya wananchi Young Africans, ambapo awali klabu ya Simba ni kama vile walikumbushwa juu ya kile ambacho wanachokifanya hakikuwa sahihi, ambapo klabu ya Simba walionekana wamepiga picha kabisa. CEO wa klabu ya soka ya Simba akiweza kupiga picha ya kumtambulisha Selemani Mwalimu kuongeza mkataba kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Wydad Athletic Club wakawakumbusha Simba kwamba huyo ni mchezaji wao na wanapaswa kuja mezani kufanya mazungumzo kabla ya kwenda kumtambulisha kwa umma, na wakawasisitiza kwamba wakiendelea kufanya hilo jambo watakwenda kuwashtaki FIFA, ambapo klabu ya soka ya Simba wakawa wapole katika hilo, ambapo tukaweza kushuhudia Selemani Mwalimu akafungasha mabegi yake kuelekea zake wapi? Nchini Morocco, kwenda kwenye klabu yake ya Wydad, kwa sababu wenyewe walisema kwamba wanamtaka na wana matumizi naye. Lakini mwisho wa siku klabu ya soka ya Simba ikarudi tena kwa umma ikielezwa kwamba wamefanya makubaliano na makubaliano yanakwenda vizuri kati yao na Wydad. Muda wowote watakwenda kumtambulisha Selemani Mwalimu kama sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba, ambapo juu ya sakata hilo wengi wakajua kabisa kwamba klabu ya Simba imeshatia mzigo na mambo yamekwenda vizuri kabisa, ambapo Selemani Mwalimu siku ya kilele cha Simba Day
alionekana kwenye moja ya skrini akiweza kuzungumza akisema ya kwamba yeye na mnyama ni pamoja, damdamu watakuwa pamoja kunako msimu ujao, na akasisitiza kwamba kila kitu kimekaa vizuri na sasa anarudi katika nguvu moja kama ambavyo wao wanajinasibu. Lakini kilichokuja kutokea usiku wa kuamkia tarehe 11 Agosti, yani nikimaanisha kuamkia asubuhi ya leo, kumeweza kuibuka moja ya taarifa kubwa kwelikweli ambayo pengine inazidi kuwaweka katika taswira ngumu viongozi wa klabu ya Simba, kwa sababu ya kuonekana ni kama vile wameudanganya umati wa Watanzania ambao walihudhuria pale katika uwanja wa Uhuru, shamba la bibi, juu ya kuweza kuonekana kwa Selemani Mwalimu na kuonekana amesajiliwa na kikosi cha Simba, amekula zake uzi kabisa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini mchezaji ikaonekana ni kama vile wameudanganya umma kwa kile ambacho kimeonekana. Sasa klabu ya soka ya Simba wana kazi nzito kuhakikisha kwamba wanafanya yale ambayo yanawezekana, angalau kwenda kushinda mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani wao Young Africans, ili kuzima hili ambalo naloendelea, kwani bado inaonekana mambo ni magumu kwa upande wao, hususan ni viongozi kuonekana kama sio wa kweli. Maana waliwaahidi kwamba watakwenda kuwatambulishia namba 6 siku ile, namba 6 haikuonekana. Selemani Mwalimu akaonekana. Leo Selemani Mwalimu anaonekana akigonga zake cheers pamoja na kina Engineer Hersi pale Jangwani, jambo ambalo limekwenda kuwashtua mashabiki wengi wa klabu ya soka ya Simba, wakiwa na mashaka juu ya hata namba 6 ambao wanaipambania sasa kwenye kununua jezi, ambapo nazungumzia dili la Faisal Salum kutoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Na huku Young Africans na wao wameendelea kujinasibu wakisema ya kwamba usajili bado hujafungwa, lolote linaweza kutokea, yani wakimaanisha kwamba bado wapo katika mchakato wa kuhakikisha kwamba wanatua kwa Faisal na kuweza kukamilisha, na wanasukumwa zaidi pengine na kauli ya kocha wao mkuu baada ya kusema kwamba anataka namba 10 mwingine kwenye kikosi cha Yanga. Sasa namba 10 mwingine ni nani huyo ambaye kwa sasa katika hesabu zile za hapa unaweza kumpata kirahisi kama si Feitoto, kwa sababu tayari anaijua ligi vizuri na tayari ni mchezaji ambaye anaonekana ameshafanya makubwa kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo Faisal ndio ubao unaofuata kwa sasa wa kwenda kumkandamizia mnyama. Je, mnyama ataweza kulivumilia hili, ama wana Young Africans wataendeleza kufanya biashara zao za kibabe kabisa ambazo zimeendelea kuweza kutiki na kuwapa viongozi imani kwa mashabiki zao? Hii si tu biashara, bali ni kutengeneza imani kwa mashabiki kwamba viongozi wanaweza kulifanya jambo lolote wakati wowote. Bila shaka mpaka sasa kuna asilimia za kuamini kwamba pengine lolote linaweza kutokea kati ya leo ama mpaka kufikia tarehe 15 ya dirisha la usajili litakapofungwa. Weka maoni yako hapo chini, usisahau kusubscribe. Hii hapa ni Wena Media, karibu kwa mwendelezo wa taarifa zetu.